Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kufanya mahojiano. Kujikwaa. Tumbo kukuuma wakati wa usiku. Utaangalia sana kitu alichokupatia mtu kama kumbukizi. Kuonesha tabasamu kila umuonapo mtu fulani. Kuona kitu hatari sehemu ya kiza. Kupata hali ya msisimko. Utapata utata kujibu kitu. Utapata maumivu kwa hali fulani. Ukweli wa kitu utakuumiza. Kurejea kusema neno kwa mara nyingine. Baada ya kutoona utekelezaji. Utahitaji kujisahihisha kwa maana ushajua ni wapi ulipokosea. Kuyapenda maoni ya mtu. Kuhisi kuchunguzwa au kufuatiliwa. Ulichokitegemea kitakuwa ni tofauti. Mtu ambaye ni pingamizi kwako, atajiweka mbali na wewe. Nyota ya Mshale. Utashtuka baada ya kuonana na mtu fulani. Kujihisi hali ya kumpuuza mtu, au kutokuwa na hamu naye tena. Kutapika sana. Hutokuwa na uchangamfu. Mawazo yanakuja na kuondoka. Unaweza kulala mchana au asubuhi, na ukapata ndoto itakayokufariji. Kupata mfadhili kwa jambo fulani. Kutubia au kufanya toba kwa jambo fulani. Moyo wako utajawa na imani sana. Utaipambania haki yako. Mtu atatubu kwako. Utakuwa mpole sana. Nyota ya Punda. Kuchanganywa na mambo mengi. Kutafanya usimpe mtu nafasi ya ukaribu wake kwako. Kufanya mambo kwa maamuzi ya haraka haraka. Utahitaji kufanya vitu vizuri kwa wakati mmoja. Kummilikisha mtu kitu. Kufuta jumbe zote kwa simu. Kucheleweshewa kitu. Bado unahisi kuna jambo haliko sawa. Utashtushwa na vitisho vya mtu. Utajihangaikia binafsi. Utamwambia mtu ukweli unaohusu familia. Utalifumbua fumbo lililofumbwa kwa muda mrefu. Punda. Punguza mihemko katika kukabiliana na mambo. Zitulize hisia zako. Kwa maana una uwezo mkubwa wa kusawazisha vilivyokuwa tofauti. Utaijua dhamira ya mtu. Utajihisi una deni kwa mtu. Baadhi yenu mtapitia hali ya uchungu sana moyoni. Utamwokoa mtu kwenye tatizo. Utamsaidia kiumbe aliyekuwa hatarini. Nyota ya Mizani. Kufikishiwa habari zinazomhusu mtu fulani kila wakati. Kusemeshwa sana kuhusu jambo linalojirudia. Kuilazimisha furaha ukiwa na mtu. Utakuwa tofauti na anavyohitaji mtu. Utafahamu kitu. Utafanikisha jambo unalolipambania. Mizani. Ondoa wasiwasi na dhana mbaya kwa mwenza wako. Kuna taarifa ya heri itakufikia. Nyota ya Mapacha. Kuwazia masuala ya kifo. Kuichoka hali fulani iliyokuwepo. Kujihisi unyonge. Kukaa sana peke yako. Kumthibitishia mtu jambo. Kufanya mahesabu ya kitu mara kwa mara. Kupata hisia za wazi kwa jambo. Utafanya jambo kwa uangalifu. Utaaminishwa kitu chenye ukweli. Nyota ya Ndoo. Kujizuia kumjibu mtu vibaya. Utahisi mtu anakuhofia. Mtu kukutizama sana. Utaweka nia ya kufanya kitu. Kulala ukiwa mwenye mahesabu ya kitu. Utasubirishwa au kusitishwa jambo. Kufanyiwa hila au fitina katika njia zako za utafutaji. Utamjua mtu mnafiki au mwenye nia mbaya ikiwa atakuja kwa namna ya wema tu. Utajitoa au kujiondosha kwenye jambo fulani. Nyota ya Ng'ombe. Jambo fulani kukujia akilini mara kwa mara. Utampata mtu atakayekuwa mbadala wa mtu fulani. Kuhisi mtu ni mbinafsi. Baadhi yenu mtakuwa wenye uchangamfu sana. Mambo mawili kufanikiwa kwa wakati mmoja. Kupenda sana kitu.
kushindwa kujizuia kusema jambo. Mtu atafurahia neno utakalomwambia. Mtu atataka kukulinganisha katika uelewa wako na umri wako. Kupata ujumbe unaomhusu baba au ndugu wa kiume. Nyota ya mbuzi. Kufanya ulinganiaji wa jambo. Kupambania kitu. Utaelekezwa jambo la kufanya. Utatumia pesa kwa kitu usichokitarajia. Utajiepusha na mtu. Utajua mengi kwa wakati mfululizo. Utakuwa mwenye uzito wa kuamka. Kuishuhudia ajali. Kukasirika. Nyota ya mashuke. Kupata hasara kubwa sana. Kuna hali ambayo hautokuwa makini nayo. Utajihisi hali ya kuzubaa. Upande wa pesa, kuwa mwangalifu sana katika matumizi. Mtu muhimu atahitaji msaada wako. Hivyo itakupasa umzingatie. Utatafutwa na mtu kwa jambo muhimu. Kuuliziwa sehemu uliopo. Utakabidhiwa kitu kitakachofanya uwe na maswali mengi. Suala lako linafanyiwa kazi. Msaada wa mtu ni muhimu kwako. Hivyo unapata mwelekeo sahihi. Anza kuwa msiri wa mafanikio yako. Wengine hawapaswi kujua. Anguko lako wengi hulifurahia. Ila wanaojua thamani yako hawaachi kuwa karibu yako. Nyota ya samaki. Mtu atakwambia jambo linalojirudia sana akilini. Usahihi wa kitu utaupata baada ya mtu kukujulisha. Kupata usingizi wa kushtuka. Maelewano ya mtu yatakushangaza. Mtu atakusemesha kwa kauli mbaya. Nyota ya kaa. Utajihisi hali ya kuchoka. Utamwambia mtu ukweli na kumuonya. Mtu anahofia kukuzushia jambo. Kuwa makini na rafiki au mtu aliye karibu yako. Mara nyingi unachokipenda kinakuwa sumu kwako. Utamhurumia mtu. Nyota ya nge. Mabadiliko ya haraka kutokea. Mtu atakuwa muwazi kwako, hata kwa mambo ambayo ulikuwa huyajui. Nguvu yako ya ndani inalipiza kitu. Utavutiwa na mtu. Utakaa sehemu ambayo si rahisi kufahamika. Utahitaji kitu chako kutoka kwa mtu. Maongezi muhimu utayapata. Mambo yatakayokuwa yanajirudia kwa sasa yatakuwa yenye umuhimu sana. Utafungua kesi kwa ajili ya mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.